Joti kiukweli hata wacha niseme tunalila Joti. Joti pia nilimchagua jamani. Au upande wangu. Lakini Samata mwizi kamchukua mpaka Joti. Yaani to be honest ni kweli kabisa hata Joti mwenyewe anafahamu. Lakini vile vile akijaribika kitu. Mpoke ameniambia yuko anajiandaa. Atakacho kimwaga Mpoke jamani. Msikimu kasema ameikosea jamii. Wage ni mmoja juzi kakanua mguu sio kanisha kwenye meza sio kufanya nini. Na vitu ambavyo anaandaa Mpoke ukimwaga hivi itakuwa issue. Umeelewa? Hatumuogopi bwana, Joti ule mkwaa. Sisi hatutaki kuongea sana, hatutaki kufanya nini. Sisi tutahakikisha kwamba siku hiyo team Samata tunarudisha nyumbani na machozi. Okay. Hii project ya Nifuate inaeleza vitu vingi sana. Nifuate that means kwamba if you can follow mimi, ukinifuata, that means wewe mwenyewe umeparticipate. Sasa hiki neno lisili kaniumbua hapa. Wewe mwenyewe umeshiriki katika hili. You guys pia mmeshiriki wana habari. Tayari mnafuata vile vitu kwa sababu mnajua umuhimu wa elimu, sio tu mnataka habari. Japokuwa mnataka kuwafikishia tu wanajamii wote. Nashukuru unaelewa. Kwa hivyo hata kocha Julio sikulalamika, ila nilikuwa nimemchagua kwa heshima, kwa kuheshimu kazi yake nini na nini. Lakini haikuwa mbaya Samata akimchukua kwa sababu sisi wote ni wanajamii na yeye ameona mchango wangu kwamba uzuri ni kwamba Samata aliona vision yangu mimi. Umeelewa? Akaona huyu wale anamtaka na miziro tena. Sababu unajua mpaka sasa hivi mimi nimemjambisha Samata kwa kikosi changu cha mdomo mpaka sasa hivi anaogopa. Umeelewa? Sasa na kocha akaona bora achukue. Hiyo kwangu haina shida. Mimi mpaka sasa hivi nimejaribu kumtafuta kocha Miziro. Bado sijakutana naye, lakini tayari kuna taarifa na tunatarajia kufanya mazoezi kwa pamoja, tawajulisha katika mitandao ya kijamii. Kwa sababu ratiba imebana kidogo na uwanja ndio shida. Japokuwa TFF na uwanja hatutaki kukutana na Samata kwa sababu Samata shawi uwanja. Kuna uwanja anautumia Samata. Sisi kuna uwanja tunautaka. Tutawajulisha katika mitandao ya kijamii. Ila kikweli ningefurahi kama nilivyosema mwanzo kwamba kocha nilimchagua angekuwa upande wangu. Lakini sijalalamika sana mzee. Shiali vipi bwana? Tumeplan hii kitu na Samata kwa sababu ya sisi ni iconic kutoka Tanzania. Na tunafanya hili kwa sababu ya jamii. Na vile vile tunazingatia maadili. Na kama unavyojua hakuna kitu kikubwa duniani kama mchezo. Mchezo imekuwa ni connection kubwa sana baina ya mataifa, baina ya watu, baina ya jinsia. Vile vile michezo ni afya. Michezo inapatanisha maadui, michezo inakutanisha watu kuweza kujuana. Kwa tumeona tufanye hivi ili tuendeleze upendo kati yetu wa Tanzania. Na vile vile baada ya kufanya kazi kwa kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais JPM, naona kazi zinaendelea, lakini vile vile nasemaga kazi na dawa. Burudani ni kitu cha msingi, ni kwamba tumewaandalia vile vile burudani, tukitaka tufanye kama tulivyokuwa tunafanyaga kipindi cha nyuma. Maana kipindi cha nyuma tumeshawahi kufanya mambo ya bongo flavor na bongo movie. Tulikuwa tuna wachezaji ni sisi wenyewe husika wa bongo flavor na nini, lakini kwa sababu nina passion ya mpira imekuwa ni vizuri mimi kuonyesha hisia zangu na jinsi gani naweza pia nikajihusisha na mambo ya mpira, nikajihusisha na kitu ambacho nakipenda, kutoa muziki, kuwaonyesha kwa jamii na kujitolea katika hii project ya Nifuate. Ni haya nazungumza hivi kwa sababu ya ili uweze kumfikia mwananchi, ili uweze encourage wanafunzi, watu wa karibu, watu binafsi kuhusu elimu na nini. Ni lazima tufanye vitu kama hivi. Michezo ni furaha, michezo ni afya.
Kwa ili waweze kuwepo na kuenjoy tu. Kuangalia ile charity ambayo inafanyika, lakini tumeona ni bora vile vile waenjoy. Wana enjoy vipi? Kuenjoy tumeona tufanye a professional game. Hii ni professional game. Sio game tu ya kimchezo. Tumeamua kuingiza wachezaji ambao wana viwango vya hali ya juu. Tukutaka kuchukua tu wachezaji wa mtaani ama tumchukue mtu fulani maarufu ama nini na nini. Tungeweza kwa sababu tuna viongozi wetu vile vile kina Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, Zitto Kabwe vile vile. Hao wote ni wana michezo. Wangeweza kuparticipate, lakini tunaona ni vizuri tuchukue issue ni professional way. Watu wakaweza kupata burudani ambayo wanahimizwa kwa kipindi cha mapumziko. Kwa hiyo ni fursa ambayo tumeiona na tukaona tulielekeze hili swala katika elimu. Ni ufunguo wa maisha. Sisi sote hapa tumepata elimu, that's why ni waandishi wa habari, mnaweza kuwa mnaendesha maisha yenu kupitia elimu. Kwa ikiwa kama sisi ni iconic wa Tanzania, ni tumeona hili na tumeona tuliendeleze. Sio issue tu ya mpito, ni issue ya muendelezo, kwa sababu elimu haina mwisho. Na tunachokitaka ni kwamba Tanzania yetu ione kwamba Alikiba na Mbwana Samata wameliona hili, na tuko pamoja na serikali. Tunajua kwamba serikali yetu inapambana katika hali na mali kuendeleza na elimu ya Tanzania ili kwa ajili ya vizazi vya kesho. Na hivi vilivyokuwa sasa hivi vile vile, kwa sababu elimu haina mwisho, kuna watu wanasoma mpaka sasa hivi. Ili waweze kupata ule muongozo unaotakiwa na watu tusiwavunje moyo. Tusiwavunje moyo, kuna watu ambao wanasoma lakini hawajui future yao. Sasa wakiona Alikiba na Mbwana Samata wameshupalia, wamesimama katika hili la upande wa elimu, basi lazima watajua kabisa kwamba lina nguvu. Mimi ni mwanamuziki, Samata ni mcheza mpira. Tuna kazi zetu, lakini tumeona elimu ni ufunguo wa maisha kwa ajili ya kizazi kijacho. Ndio maana nimeona tulifanye hili kwa sababu ya taifa na Watanzania waweze kupata burudani. Tarehe mashindano ni Jumamosi tarehe 9 mwezi wa 6 mwezi huu. Vile vile ningependa kutaja kikosi sasa hivi. Ningependa kutaja kikosi sasa hivi, lakini sitaki kuwapa habari zote kwa sababu mnaelewa kwamba raha yangu mimi sitaki kuleta. Unajua Tanzania kuna timu Simba na Yanga, na ukiangalia sasa hivi Simba katika mashindano, kwa bahati mbaya Yanga walitoka. Kwa hivyo kuna wachezaji wetu wa Yanga ambao tuko nao, umeelewa? Sitaki kutaja mpaka sasa hivi kwa sababu nataka na wachezaji wa Simba wa participate katika event hii, kwa sababu pia na imani na mchango wao katika jamii, wamewafurahisha wengi, wamefans wengi, umeelewa? Ili nisije kaonekana mimi Alikiba mnyanga sana, umeelewa? Ndio maana sitaki kutaja kikosi sasa hivi, lakini tutakapoona kwamba tayari tena it's too late, nitaweka kikosi changu tena, nitaanza kutaja from goalkeeper mpaka wa reserve. Naanza kuposti mmoja, sitaji nani. Na kama unaviona hapa niko na mtu mbaya, Uhuru Suleiman. Huyu Uhuru Suleiman ana hasira sana. Kwanza nasema ule ukweli wangu binafsi kwamba ana furaha sana kuja na katika muda wake wa mapumziko amepitia muda ambao ni mzuri sana, ndio maana mkuta niko naye hapa kwa event hii. Anataka kuonesha kwamba Watanzania Uhuru Suleiman mnomjua anakuja kuonesha Uhuru Suleiman mpya sasa hivi. Sijui kama una yako ya kusema, labda kama una maswali kutoka kwake, lakini kiukweli nafanya naye mazoezi Uhuru Suleiman na nimeona kiwango chake ni tofauti kabisa na nilivyokuwa mnamjua before. Mambo yameimprove zaidi. Umeelewa? Kwa hivyo nataka kusema ni kwamba uwepo wa hao wachezaji wa Simba ni muhimu sana kwangu, kwa sababu mimi ni Mtanzania na at the end of the day mimi ni mwana sports, mimi ni mcheza mpira, mimi ni mwanamuziki. Naelewa hamu na raha ya mpira. Mtu anatamani kumuona mchezaji wake akiwepo katika kikosi cha Alikiba vile vile, sio tu kwa sababu ni hawakutoka katika nani, hapana. Wapo wengine ambao hawakwenda kufanikiwa kwenda kwa sababu ya
sababu zao binafsi, lakini ningefurahi kuna watu ambao wanahitaji kutoka kikosi cha Simba, ndio maana sijaweza kupost mpaka sasa hivi. Kiba Obviously in your mind direct ina click kabisa kwamba ni wa primary. Umeelewa? Sababu secondary obviously naelewa ni kitu gani. Primary kianza chini, chimbuko katika ndio unasaidia. Umeelewa? Hao ndio level wa wanafunzi ambao tutawasaidia, na kusema kwamba nitawalipia nadhani serikali ishasema kwamba elimu ni nzuri. Umeelewa? Sisi tutakachohakikisha kwamba miundombinu ya elimu na maanisha kwamba izingatiwe na ifanyiwe kazi. Najua kama serikali inaifanya hili swala, umeelewa, tena kinaga ubaga wanajitahidi sana. Lakini sisi tunatia mkazo. Umeelewa? Tunatia mkazo, na tulipoona kwamba kunahitajika vitu fulani basi vitawekwa. Kama muziki, ndio maana nikauzungumzia muziki, nikazungumzia na michezo. Zamani sisi tulikuwa tunacheza ile umendashuta. Lakini siku hizi mimi sioni. Sijui kama ni bado iko, lakini iko lakini still bado nguvu bado haiko kama iko zamani. Umeelewa? Zamani kupo kabisa, unajua kabisa hata mtu anaacha shughuli zake sababu mimi na kuangalia wanafunzi bana wanacheza mpira. Umeelewa? Kwa hiyo vipaji vile viboreshwe na watu wahamasishwe wale wanafunzi. Umeelewa? Wahamasishwe, waambiwe kwamba kuna Samata amefanikiwa kwa sababu ya mpira. Ukitia bidii katika mpira vile ni kazi kama masomo mengine unaosoma kwa ajili ya kazi. Umeelewa? Na vile kuna Alikiba alifanikiwa muziki wake kwa ajili ya muziki vile. Kwa hivyo tukifundishwa muziki mashuleni vile wanafunzi wakaelewa, itakuwa ni rahisi sana baadaye ukiongezea katika kipaji chake. Swali lingine uliuliza liko lipi? Utawafikia vipi wanafunzi ambao wako vijijini? Kwanza kabisa tutaanza na shule ambazo nilisoma, na Samata naye ataanza na shule ambayo alisoma. Mwanzo utaanzia. Nimesema hili swala ni endelevu. Kadri Watanzania watakapokuwa wanajitokeza kwa wingi katika hii project yanifuata, watatuwezesha sisi kuwepo kuwafikia mpaka walikuwa vijijini, kwa sababu tunatamani tungekuwa tunafanya shule 10 kwa wakati mmoja. Shule 10 kwa wakati mmoja, Samata anafanya 10, mimi nafanya 10, hivyo. Umeelewa? Kila wakati, every year. Umeelewa? At least na sisi wenyewe kuonesha kwamba wanafunzi sisi pia tulipitia mashuleni, kwa sababu wanatakiwa kujua kwanza elimu ni kufungua maisha, elimu ni kila kitu, alafu tukawa sisi kina Akiba baadaye.